sifa za moyo wangu na kuabudu, uliniumba ni kuabudu na kuabudu. Ee Mungu wangu na kuabudu. Sifa wastahili, wastahili sifa za moyo wangu na kuabudu, uliniumba ni kuabudu na kuabudu. Ee Mungu wangu na kuabudu. Sifa wastahili, wastahili sifa za moyo wangu, wastahili sifa za moyo wangu na kuabudu, uliniumba ni kuabudu Yesu na kuabudu Baba. Ee Mungu wangu na kuabudu. Ee Yesu, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. Aende kuomba kwa ajili ya kufungua. Baba yetu Mungu mtakatifu, Mungu ketie mahali pa juu palipotukuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya makutano. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo ni siku ya pekee sana ambaye Yesu anataka zungumza na wewe. Yesu anataka weke mambo mapya kwenye maisha yako. Tulikuwa tunaangalia habari ya kijiti. Tumekuja kutazama kijiti ni ishara ya ukombozi. Kijiti kilikuwa kinawakilisha Agano Jipya pamoja na Agano la Kale. Tutaenda kusoma neno la Bwana kutoka kile kitabu cha Isaya 42 kwanza mstari wa 22. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Ndio. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Maandiko Biblia inasema kwamba lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo. Wote wamenaswa katika mashimo. Wamefichwa katika magereza.
wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo, wamekuwa mawindo, wala hapana aokoaye, wala hapana okoaye. Wamekuwa mateka, wote wamekuwa mateka, wala hapana asemaye, wala hapana asemaye, rudisha, rudisha. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni neno la Mungu lililomjia nabii Isaya, akatabiri akasema, watu wawe ni watu walioibiwa. Tena sio kuibiwa tu, wote wamekuwa mateka, wamekuwa mawindo ya shetani, lakini hapana sema kwamba rudisha. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wana wa Israeli walipochukuliwa mateka katika nchi ya Farao, lakini Bwana akaliangalia agano, akatazama wana wa Israeli. Bwana akamuona Musa kati ya wana wa Israeli, lakini Biblia inasema kwamba hivi, Bwana akamtazama Musa, akaamua kufungua njia kwa ajili ya kukutana na Musa. Wakati Musa alipokuwa anachunga mifugo ya mzee Yetro, ghafla akaona kijiti kinateketea juu ya mlima, lakini Biblia inasema kwamba Moses alipokitazama kile kijiti, sauti ikazungumza juu ya Moses. Moses akajikuta anakisogelea kile kijiti, akakutana na sauti kubwa ilikuwa ikinena juu ya Moses ikimwambia Musa, tazama mimi ndio Bwana Mungu wako, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Ninakutuma wewe ukawatoe wana wa Israeli katika utumwa. Saa imefika na muda umefika, na wewe nataka nikwambie kwamba mpendwa, jioni ya leo saa imefika utoke katika utumwa na vifungo na magereza yote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nataka nikwambie kwamba Biblia inasema hivi, watu hawa ni watu walioibiwa. Nataka nizungumze na watu walioibiwa. Yamkini na wewe umechukuliwa, kuna kitu hauna ambacho wana wa Israeli walichukuliwa mateka. Yamkini na wewe umekuwa mateka kwa miaka mingi, lakini haujui. Ndio maana unaona watu, unashangaa tokea ulipoolewa kwenye ndoa yako, siku ya kwanza upendo ulikuwepo, amani ilikuwepo, lakini baada ya siku zimeenda amani ikapotea. Lakini hayo yote ni vitu vilivyoibiwa kwenye maisha yako. Ukitaka kuangalia mpendwa, maisha ya leo, amani imeibiwa hata kwenye ndoa, uaminifu umeibiwa, watu wameibiwa amani zao. Watu wanakaa kwenye maisha yao hawana amani. Asubuhi, mchana na asubuhi unaweza kumwangalia mtu amevaa nguo yake amependeza vizuri, lakini usiku yani ana taabu. Bwana Yesu asifiwe. Yani kuanzia asubuhi afadhali, mchana afadhali, jua likishaanza tu kuegemea tu linaangalia huku, anaanza kuwaza baba kana tena wale watu, kwa sababu akizimisha taa anaona majitu makubwa, wengi wanakimbizwa na nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hizo zote ni shida ambazo mwanadamu anazipitia chini ya jua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Unaweza ukajiuliza kwenye maisha yako hivi, ni kitu gani ambacho shetani ameiba kwenye maisha yako? Unaweza ukapata fedha, lakini baada kuzipata hamna maendeleo, hamna msaada wote ule. Unakaa kujiuliza, unasema kwamba hivi, pesa ninapata lakini sijui zinaishaje. Kuna kitu kimechukuliwa kwenye maisha yako, kuna kitu umeibiwa bila mwenyewe kutambua. Lakini jioni ya leo nataka nikwambie kwamba Yesu yupo mahali hapa kwa ajili ya kurudisha amani yako. Yesu yupo mahali hapa kwa ajili ya kurudisha furaha yako. Yesu yupo mahali hapa kurudisha furaha kwenye tumaini lako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu simama niwaambie, sogea huko tusimame. Yamkini na wewe umekuwa miongoni ambao wanaona jua likichomoza asubuhi wanasema Mungu afadhali, mchana afadhali kidogo,
jua likiegemea tu, yani ndoto za usiku zinakuumiza. Liko wapi tumaini na furaha? Ndio maana unaona sasa hivi shetani ameiba kitu. Hebu tafakari, ni kitu gani ambacho shetani ameiba kutoka kwako? Bwana Yesu asifiwe. Waba kila siku nuo kwa tema manundu kubukule mao eo temero na manundu na msacha wao. Hayo yote kuna kitu kimeibiwa. Shetani amekuja ameiba upendo kwenye maisha yako. Shetani amekuja ameiba baraka za mafanikio. Ndio maana kwa maana mota nyori chimbiria kuyari kuitake chisire aikera iburiga pesa ambazo ambivete nimevuna mahindi, nimeuza viazi, zimepotelea wapi? Kumbe bila kujua kwamba kuna kitu ambacho umefanyiwa. Shetani ameiba kitu kutoka kwako. Ulikuwa mana maombi, lakini siku hizi uombi. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo vyote ni vitu ambavyo shetani anaiba kwa watu. Mlikuwa mnacheka vizuri na mume wako na mke wako, lakini shetani amerudi kuondoa ile furaha. Sasa hivi unamuona mwenzako kama ni kinyago. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ulikuwa unaenda sokoni, ulikuwa unafanya biashara, ulipokuwa unaweka kazi yako pale unauza biashara vyako. Yani muda sio mchache umeshapata wateja, umeuza umemaliza, lakini leo hii wewe ndio unasota. Wengine ndio wanauza wote wamalize ndio wewe uuze. Yani tena ukipata hata 10,000 kwa 5,000 unasema, "Hey Mungu asante." Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini ni vitu ambavyo shetani ameiba kwenye maisha yetu. Tusogee wote hapa. Kanyuma hapo. Tusogee wote hapa tufanye maombi kwa pamoja. Tasuka tera. Tokore amasabi bonso hamwe. Sogea karibu. Yesu anataka akufanye wa tofauti. Usikalili maisha ambayo umezoea kuishi chini ya jua. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna binadamu aliyeumbiwa shida. Tao mona umonto na ibo duniani kono anyoria tabu. Hamna. Kila mtu duniani alikuja aishi kwa amani na furaha, lakini shetani hataki. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi hawajabatizwa? Kama unajua haujabatizwa, inua mikono juu. Bwana Yesu asifiwe. Nani anasema kwamba jioni ya leo amekubali kuokoka, kumpa Yesu maisha yake? Ainue mikono juu. Unagutuna kuokoka. Unataka kuokoka. Unataka Yesu abadilishe maisha yako. Inua mikono yako juu. Amina. Tusogee kuja hapa mbele. Wakati wale ambao vita tujabatizwa tusogee kule. Tusogee kule. Kama mwenye tora batizo sugatere hara. Pale hivi. Bwana Yesu asifiwe. Pambane mata sugatera. Motemu kama sugatera bonzi. Tufanye maombi ya ulinzi. Amkeni tufanye maombi ya upamoja. Kama unajua hujabatizwa, unaweza ukasimama upande ukapewa maelekezo na viongozi. Kuanzia miaka 12 ambaye hajabatizwa, anyanyua mkono juu ndo aonane na mwalimu. Bozi tusugatere gucana tokora amasabi.
Sogea kuja hapa mbele tufanye maombi. Wote waliopo huko jamani, msogee kuja hapa tufanye maombi. Hujui shetani anakuwazia nini? Hujui shetani. Ndio maana unaona mtu akishauza viazi au akavuna mahindi, magonjwa yanang'ang'ania kwenye mji wake, anajikuta zile fedha zote zimeishia kwenye magonjwa. Watoto wameishiwa damu, watoto hawana maji. Bwana Yesu asifiwe. Yani amaroi gaba amaroi ni kwa kogoti chimbile igo na amaroi gaba amaroi. Shida ni nini? Lakini leo Yesu anataka badilishe maisha yetu. Sogea karibu mpendwa. Shika tena hangi toka na masala. Bwana wa mabwana, twaja mbele zako. Ewe Bwana wa mabwana, twaja mbele zako. Bwana wa mabwana, twaja mbele zako. Ewe Bwana wa mabwana, twahitaji msaada wako. Twahitaji msaada wako. Ewe Bwana wa mabwana, twaja mbele zako. Bwana wa mabwana, twaja mbele zako. Ewe Bwana wa mabwana, twahitaji msaada wako. Bwana wa mabwana, twahitaji neema yako. Ewe Bwana wa mabwana, twaja mbele zako. Yesu Bwana wa mabwana, twaja mbele zako. Ewe Bwana wa mabwana, karibu Yesu moyoni mwangu. Karibu Yesu moyo wangu, karibu Yesu moyoni mwangu. Fumba macho muda huo. Karibu Yesu. Fungua moyo. Fungua moyo, Yesu aingie. Karibu Yesu moyoni mwangu. Karibu Yesu moyoni mwangu. Karibu Yesu moyoni mwangu. Karibu Yesu moyoni mwangu. Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Nani kama wewe Yahweh? Nani kama wewe? Tafakari hayo maneno. Nani kama Yesu anayekulinda, alijitoa msalabani kwa ajili yako, kwa ajili ya maisha yako. Tafakari hayo maneno wakati unapoabudu Mungu. Uwezo wa Mungu unashuka ndani yako kuweka mambo mapya. Nani kama wewe? Nani kama wewe Yahweh? Tunasema hakuna. Sema Yesu. Sema Yesu. Naja mbele zako. Wewe unanijua.
wanajua maisha yangu, wayajua maisha yangu, wazijua shida zangu, wazijua shida zangu, unajua biashara zangu, unajua biashara zangu, waijua ndoa yangu, wajua ndoa yangu, unajua tabu zangu, unajua tabu zangu. Yesu, nipo mbele zako. Yesu, nipo mbele zako. Nahitaji msaada wako. Nahitaji msaada wako. Naomba unisaidie. Naomba unisaidie. Naomba Yesu. Naomba Yesu. Futa jina langu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Shetani, wachawi, majini, maagano ya kichawi, maagano yaliyonifunga, vifungo vilivyonifunga, vimeondoa amani kwenye maisha yangu. Toka kwangu. Kwa jina la Yesu. Fumba macho. Yesu anataka kuweka mambo mapya kwenye maisha yako. Kwa mamlaka jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa mamlaka jina la Yesu. Jina la Yesu. Kila nguvu, kila roho, kila mateso, kila magano, kila vifungo, kila madhabahu, kila magano, kwa jina la Yesu. Kila mikataba, kwa jina la Yesu. Kila mateso, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Napiga, nakwenda kinyume, na kukamata, kwa jina la Yesu. Kila zana, kwa jina la Yesu. Kila vifungo, kwa jina la Yesu. Kila magano, kila roho, kila magano, kila magano, kila nguvu, toka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nakiza moto. Nakiza moto. Nakiza moto. Moto wa Yesu. 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 Toka. Kwa jina la Yesu. 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 Nakiza moto. Kwa jina la Yesu. Moto. Pigwa. Kila nguvu. Roho ya mateso. Kila vifungo. Kila madhabahu. Pigwa. Kwa jina la Yesu. 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 Pigwa na moto. Kwa jina la Yesu. Mateso. Vifungo. Kwa kichawi. Kwa jina la Yesu. Ya mateso. Kwa jina la Yesu. Ya maagano. Kwa jina la Yesu. Toka. Kwa jina la Yesu. 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 Toka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Toka. Kwa jina la Yesu. Toka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Agiza moto. Kwa jina la Yesu. Agiza moto. Kwa jina la Yesu. Toka. Kichawi. Vifungo. Kwa jina la Yesu. Kila vifungo. Kwa jina la Yesu. Kila vifungo. Kwa jina la Yesu. Agiza moto. Kwa jina la Yesu. Moto. Kwa jina la Yesu. Pigwa na moto. Agiza moto. Kwa jina la Yesu. Kila vifungo. Kwa jina la Yesu. Vifungo vya mateso. Vifungo vya maagano. Kila maagano. Pigwa. Moto. Agiza moto. Pigwa. Toka. Kwa jina la Yesu. 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 Pigwa. Kwa jina la Yesu. Agiza moto. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Kwa Yesu. jina la Yesu. Ya mateso. Kwa jina la Yesu. Ya vifungo. Kwa jina la Yesu. Ya maagano. Kwa jina la Yesu. Toka. Pigwa. Mateso. Kwa jina la Yesu. Vifungo. Kwa jina la Yesu. Mateso. Kwa jina la Yesu. Maagano. Kwa jina la Yesu. Mikataba. Pigwa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Kwa Yesu. jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pigwa. Kila mateso, kila madhabahu, kila wachawi, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila vifungo. Pigwa. Kila mateso. Kila maagano. Pigwa. Kwa jina la Yesu. 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 Toka. 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 Vifungo vya kichawi. Kwa jina la Yesu. Ya mateso. Kwa jina la Yesu. Ya kichawi. Kwa jina la Yesu. Ya majini. Toka.